Ni suala la baraza la wadhamini. Sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 rejeo la 2019 imetutaka idadi ya mabaraza ya wadhamini wa vyama vya siasa iwe namba isiyogawanyika kwa mbili, yaani iwe 3, 5, 7, 9, 11. Sasa baraza letu la wadhamini lina watu 8. Kwa hiyo tunapaswa kumwongeza mtu mmoja wawe 9, na hii inakwenda kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa hiyo tunaleta ili kuiweka kwenye katiba ili tuweze kuwa na namba kama inavyotakiwa kwenye baraza la wadhamini. Lakini sehemu ya pili ya baraza la wadhamini katika jitihada zake za kuimarisha uchumi wa kisiasa, tunatazamia kutumia ushauri wa kitaalamu katika shughuli zake za uwekezaji kwa lengo la kuongeza tija. Kama mnavyojua, chama chetu sasa hivi tunazipa nguvu kubwa kampuni zetu za chama ili ziweze kuzalisha kwa manufaa ya chama. Tunajielekeza zaidi kwenye uwekezaji na uchumi. Kwa maana hiyo, kwa mtazamo huu, ni wakati muhimu wa baraza la wadhamini kuiona, kujiridhisha na kutoa maelekezo kwa miradi itakayobuniwa na ngazi za mikoa na taasisi nyingine kwa manufaa ya chama. Katika kutekeleza jukumu hilo, baraza la wadhamini la Chama cha Mapinduzi litatoa idhini kwa maandishi. Katiba inavyosomeka sasa, baraza la wadhamini litatoa idhini, haikusemwa au itakasimu, imeandikwa itakasimu madaraka hayo kwa kamati za siasa. Sasa ile imechukuliwa kwamba ni automatic. Kamati za siasa mikoa huko wakiwa na miradi wanamaliza kila kitu bila kuja kwa baraza la wadhamini. Kwa hiyo sasa tunaweka neno kwa maandishi, hilo tu basi. Maneno mengine mantiki iko vile vile. Watakasimu kwa maandishi. Hii ina maana kamati za siasa sasa bidi ziombe ruhusa kwa baraza la wadhamini na wajibiwe kwa maandishi. Kwa marekebisho matatu ni hayo: la kwanza la mikutano kidijitali, la pili namba ya baraza la wadhamini, na ya tatu ni kwamba kukasimiwa yale madaraka ya miradi ni kwa maandishi. Waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, hayo ndiyo marekebisho tunayoyawasilisha na kuomba ridhaa ya wajumbe wa mkutano mkuu.